picha ambazo zinasambaa mtandaoni sasa hivi inamuonyesha mama mzazi wa Ismail Saibari akiwa amemkumbatia mtoto wake huku akiwa analia, na hii ni baada ya kutoa furaha kubwa kwa mashabiki wa Morocco na baadhi ya Waafrika ambao wanaipenda Morocco na kuwa msaada kwenye timu yao ya taifa kusonga mbele kwenye hatua ya 16 bora ya michuano ya World Cup. Swali ni je, lini mama yako mzazi amewahi kumwaga machozi ya furaha kutokana na jambo jema ambalo wewe ulifanya kwa ajili yake au kwa ajili ya mtu mwingine yeyote yule? Mamangu kwa mara ya kwanza aliposikia kwamba nimeajiriwa Crown Media ilikuwa ilikuwa ni kitu ambacho, sababu mkubwa wangu mimi ni mtu wa sala kidogo, kwa hiyo alikuwa ananiambia kila siku, mwanangu nakuombea, anaamka usiku anasali. Kwa hiyo siku nampigia simu hivi namwambia mama nimepata kazi Crown Media, alilia sana, hakuamini kwamba inaweza kuwa hivi. Kwa hiyo ni moment ambayo huwa naikumbuka kweli kweli, yani alikuwa ni zaidi ya furaha kwa upande wake. Okay. Evans, mama yake Saibari jana ameonekana akiwa analia na ile picha ina trend sana. Mama yako ameshawahi kumwaga machozi kutokana na jambo fulani ambalo wewe ulifanya? Siku ya kwanza anaanza kunisikia mimi kwenye radio. Na unajua ilikuwa ni kama masihara. Mimi na bana leo kuna hiki na hiki naenda kufanya kipindi kwenye radio. Ana kama namtania jioni saa 12, na uzuri unajua mimi nimesikilizwa na familia yangu yote siku ya kwanza kabisa. Na moja kati ya kitu ambacho kwangu mimi naweza kusema ni bahati. Mimi siku ya kwanza naanza mimi sikupitia zile sijui mnakuwa off mic on air siku ya kwanza. Yaani unakaa hapa tunaanza kuongea tumeondoka. Ukaenda kuchambua siku ya kwanza. Yaani mimi sijaambiwa eti kuna sijui studio kuna hiki. Ndo nafika leo nimeingia on air, ndo siku hiyo shughuli imeondokea hapo. Kwa hiyo ni siku ambayo alikuwa na furaha kupita maelezo. Wow. Yes, kwa hiyo safari yangu ameiona since inaanza. Kavian? Hajakupa sauti. Hapo jana badilisha. Hapo tuko sawa. Hapo tuko vizuri. Jana badilisha. Huyo ajisikii na hawezi kuongea bila kujisikia. Ni hatari. Iko chini. Sauti. Jana na mambo mengi. Ana miss midundo sasa sisikii. Bado. Hapo. Nataka nisikie beka hii. Shika ile chukua. Chukua. Hapo. Ngoja. Haya, ishi nayo. Okay, kidogo mimi kwangu itakuwa tofauti. Unajua mimi na breakthrough kwenye media, sikuwa naamini kwamba naweza nika breakthrough kuingia kwenye media. Inawezekana sikuwa na passion kwa muda huo. Unajua mimi nilianza magazetini, nilianza magazeti, kuna gazeti moja la Kiingereza. Nakumbuka nilikopo chuo enzi hizo. Kwa hiyo nilikuwa nimeenda kama field. Sasa siku ya mwisho ambao nasainiwa ile, unajua unasainiwa ili umemaliza miezi yako mitatu ili uweze kurudi na uweze kusubmit unapofungua chuo. Ni mkubwa akaniambia sasa ukiondoka, usiondoke vivi, kaombe nafasi. Yaani usiondoke vivi, anamuonesha uwezo kama amekupenda anaweza kukupa nafasi. Sasa mimi lengo langu nikawa nasema kwamba nikienda pale na saini nikimaliza mimi naondoka zangu. Nikirudi naambia nimekosa nafasi. So nimeenda nimesign nataka kuondoka. Chief editor akaniambia kwamba unaitwa na managing director. Unaitwa, nishazungumza naye. Kwa hiyo nenda kazungumze. Nafika pale akaniambia kwamba mimi taarifa zako ninazo, naomba Jumatatu uje kwa ajili ya kuanza kazi. Leta bank details, leta kila kitu. Kwa hiyo nilivyorudi kumpa mama taarifa, she was very happy. Nadhani niliona machozi yalimlenga that day, lakini mimi binafsi nakuwa mkweli, alikuwa na furaha very very much, lakini nikawa namwangalia nikasema ungejua mimi mpango wangu hapo niende ni send baada hapo niondoke. Kwa hiyo safari yangu ndio ilianza pale. Of course niko na passion ya kufanya taarifa za habari za michezo, lakini kwa muda ule binafsi sikuwa tayari. Unajua umesoma sana, semester imekuwa ndefu, kwa sasa field imeisha, unataka ukimaliza hapo urudi mtaani uende kuball, lakini mambo yakawa tofauti. Safari yangu ilianzia hapo nikiwa mwaka wa kwanza chuo mpaka hivi leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Yeah. Ni hisia za namna tofauti mzazi anapoona mwanae amepiga hatua fulani, kama ilivyotokea kwa Saibari asubuhi ya leo kule nchini Marekani baada ya kuwa msaada mkubwa kwa Morocco kusonga mbele kwenye hatua ya 16 bora mbele ya Uholanzi. Uholanzi hapo kwenye Saibari na story ya girlfriend wake umeisikia?
Yeah. Story ya nimeiandika story ya girlfriend yake ya Saibari. Unajua wakati Saibari anacheza kwa mwezi alikuwa analipwa takriban milioni, kwa wiki alikuwa analipwa takriban milioni 57. Yule bibie alimwacha, alimtumia ujumbe mfupi kwamba huwezi kunimudu. Yani ni girlfriend yake anaishi naye, akamwambia huwezi kunimudu, yani kunihudumia na maisha ambayo mimi na wish kuwa nayo. Wewe bado, yani hicho kiwango ni milioni 57 kwa wiki huyo analipwa. Lakini bibie anasema huwezi kuniafford. Kwa hiyo ikabidi amwache. Mwana hakutaka kulia tena, akaendelea kukomaa. Dili likaja la kwenda Bayern Munich. Sijui unanielewa? Mwana kasaini sasa hivi anapata pesa nyingi zaidi ya ile ambayo alikuwa anaipata. Na umemwona kawaka tena hivi anaisaidia timu yake kwenda kwenye hatua inayofuata. Bibie amerudi. Bibie alituma message kwa. Sasa angalia maajabu. Mwana zile message bado alibaki nazo za bibie. Comeback ya mwanaume ni kupambana tu jamani. Kwa bibie akawa anatuma message tena kumpongeza. Haikuishia tu kwenye kumpongeza. Akawa anaomba nafasi kwa mara ya pili kwa sababu mwana amesha make it. Jamaa alichokifanya hakujibu zile message. Alichofanya ka screenshot zile message za mwanzo, ile ya hauwezi kunihudumia, akaichukua na hii nyingine hii ya naomba nafasi ya pili. Hapo akaipost, akaacha wana walimwengu ndo waamue. Kwa comeback ya mwanaume ni kupambana tu. Ukiachwa leo, wewe nenda tu kapambane, uta make it. Ila hata kama unamwacha mtu usimwache kwa kauli hiyo. Hamna. Yeah, hata sababu nyingine. Yani inapofaa kuambiwa ukweli. Kama huwezi kunihudumia. Mbona mimi namaliza chuo, yule dada alinifuata mchana kweupe, ilikuwa ni saa 7 mchana, nakumbuka vizuri tu. Akaniambia nikikuangalia wewe, yani nikaa najuza wewe unaniangalia leo na tulikuwepo muda wote, miaka yote. Anambia nikikuangalia wewe Ashraf, unamaliza chuo, ilikuwa ni 2021. Wewe una miaka mingine ya kutafuta kazi. Mimi nikijiangalia nahitaji kuwa na mtu ambaye tayari amefanikiwa. Sasa wewe nitakusumbua kwa sababu sitokupa muda. Wewe nenda kaangalia maisha yako mengine. Bad luck. Siku ananisikia Crown. Naye pia akanitumia message. Nilijua tu wewe mpambanaji utafika. I say maisha bana. Ndio vitu vya yeah, maisha yako. Yaani unajua ni heri mtu anakuambia ukweli kuliko ambaye anazunguka mbuyu. Sahihi. Yaani ni heri tu akwambie ukweli baada atutoboi. Tuje kwenye mchezo wa jana. Kwa nini kwenye kila World Cup Netherlands huwa hawawi na timu mbovu hivyo, lakini wao kuwaona wamefika kwenye hatua za juu, nusu finali huwa inatokea nadra sana. Nusu finali walifika 2010 finali. Wamefika finali mara 5 takriban. Okay, 2010 finali, 2014 mshindi wa 3, ilofuata hakucheza 2018. Hakucheza. Hilo lilopita alishia robo finali. Yes, 2014 ndo walimfunga Brazil wakawa mshindi wa 3. Hawajawahi kuondoka na ubingwa. Hapana. Mara zote hizo. Huwa wanakwama wapi Evans? Mimi naamini kuna muda tu ni bahati. Yaani unaweza kuwa una kila kitu, ukakosa bahati tu, vitu vyako vyote vikaenda nje ya matarajio. Kwangu mimi naamini kwa Waholanzi wana miss bahati tu. Inawezekana aina ya coaches ambao wako nao hawana bahati. Sio wachezaji, yani wana wachezaji wa kila namna. Inawezekana wanaowaongoza ni watu ambao wanakosa bahati tu. Kwa sababu mimi sitaki kuamini kwamba kwa squad waliokuwa nayo Uholanzi sio timu ya kushindwa kucheza robo finali, nusu finali. Sidhani. Lakini kuna moment tunakutana tuna hayo mazingira ya kutokuwa kuna bahati haiko upande wako, unafanya kila kitu sahihi kwenye mchezo, lakini kama jana wamefanya kila kitu sahihi kwa asilimia kubwa asubuhi yani. Ndio nasema kwa asilimia kubwa kila kitu kinakuwa kiko kwenye njia yako, lakini issue ya wewe kumaliza sasa jambo lako likamilike, hapa ndo pamekuwa pana changamoto kwa Waholanzi. Kwa kwangu mimi kwa Waholanzi sio issue ya timu, sio issue ya maandalizi, sio issue sijui ya posho. Wao wana miss bahati tu kwenye maisha yao ya mpira. Okay. 2010 finali mimi nilikuwa naamini Uholanzi ni bingwa. Na ukiangalia zile moment ambazo wao walikuwa nazo kwenye mchezo za Robben zile, yani walikuwa wana deserve kwa mabingwa, lakini angalia kilichokuja kutokea. Moment moja tu ya Hispaniola ikamaliza mechi, Andres Iniesta anaweka mpira kwenye kamba, shughuli malizikia hapo. Ukiangalia kuna nyakati unafungwa kwenye mikwaju ya penalti, angalia World Cup 2022. Bahati ndio kitu walikuwa wana miss. Squad wanayo. Kwa hiyo kwangu mimi naamini tu bahati ndio kwao inakosekana, sio kitu kingine. Do. Yes.
Sawa, kwenye mechi ya jana Kavion, ukitazama dakika 90 namna ambavyo zilikwenda, sare ya bao 1-1, baadaye zikaongezwa dakika 30 mpaka wakaenda kwenye matuta. Evans ametaja bahati, lakini I think kwenye mechi ya jana Morocco, asubuhi jamani, asubuhi kwenye mechi ya asubuhi Morocco walifanikiwa kudominate kwa asilimia kubwa na pengine wangeweza kumaliza mchezo ndani ya dakika 90. Okay, tunapozungumza bahati, mimi namuelewa sana Evans alipokuwa anazungumzia bahati. Na bahati mbaya kipindi wana hiyo bahati, kocha Coman akaipoteza hiyo bahati. Na bahati aliipoteza vipi? First half walikuwa na ball possession ya takriban 50% au ni Uholanzi. Second half asilimia takriban 21. Wakaenda extra time kipindi cha kwanza 18%. Alafu akamaliza na 17%. Niko najaribu kuitoa hiyo taswira. Ni kwamba unapokuwa unacheza kwa kujilinda zaidi, alafu timu yako imeundwa na wachezaji ambao wanaweza kushambulia katika maeneo mengi zaidi, ukawapa hiyo license, ina maana unapoirudisha timu chini, unatengeneza mazingira mengi ya kwanza. Cha kwanza tunasema hivi, matukio yakiwa yanajirudia sana, ina maana kile kitu kinachotafutwa lazima kitapatikana. Walikuwa wanashambuliwa mno. Kwa hiyo unapokuwa na ruhusu mashambulizi kwa muda mrefu, kuna sehemu ndogo tutapoteza concentration, na kuna dakika za mwisho Issa Diop anapata bao kwa upande wa Morocco kwa sababu mashambulizi yamekuwa ya kujirudia, alafu concentration inapotea. Unapokuwa na Gravenberch kwenye eneo la kiungo, unapokuwa na Frenkie de Jong kwenye eneo la kiungo, hawa ni wachezaji ambao tayari wanakupa faida ya kuweza kushambulia. Unapokuwa unatafuta bao mbele, una Somerville, una Cody Gakpo, una Brobbey. Hawa ni wachezaji ambao kwa muda wote unapoamua kushambulia tunasema kwamba kwa usahihi unaweza kupata bao kwa muda wote. Nadhani ni Coman yeye mwenyewe kocha amepoteza hii game baada ya kuwa anaongoza bao 1. Nadhani akaona kwamba inatosha tukae nyuma tuweze kulinda huu ushindi. Kwa Morocco ni tofauti sana. Ile ni timu ambayo cha kwanza ina wachezaji wengi sana ambao wamecheza kwenye nyakati kama hizi. Ni wachezaji ambao wanaingia kwenye mchezo wakiwa na historia kwamba tunataka tufikie pale ambapo wenzetu walifika, sisi hatukufika. Wachezaji 8 walicheza mashindano yaliyopita, wengine wote takriban 10 na kitu hawakucheza kwenye mashindano yaliyopita. Kwa hiyo ni mechi ambayo kocha wa Uholanzi mwenyewe aliwapa tunasema Morocco kwenye sahani ya silver kwamba hii ni mechi ambayo mnaweza mkarudi na mkapata matokeo. Kwa nini nimezungumzia una Cody Gakpo, una Somerville? Hawa ni wachezaji ambao timu ikiwa inashambulia, ina maana kwamba wanashambulia sana wakiwa wanatokea pembeni, lakini wakiamua pia kushambulia katika maeneo ya kati ambapo nimemtaja De Jong pamoja na Gravenberch, wanakupa pia uwezo wa kushambulia kutokea maeneo ya kati, na timu pia inakuwa na uwezo wa kushambulia maeneo ya pembeni kwa sababu Gravenberch ana uwezo mkubwa sana wa kuoperate upande wa kulia kama kiungo, ambapo Dumfries anatokea huko, Somerville anatokea huko. Ina maana kwamba upande wa kulia unaweza ukawa na nguvu kwenye kushambulia, upande wa kushoto kwa Cody Gakpo unaweza ukawa na nguvu kwenye kushambulia. Vyote hivyo hakuweza kuvifanya kwa usahihi kwa sababu alimiss profile timu yake yote. Timu hii ya Uholanzi haiwezi ikakaa nyuma kwa dakika takriban 90 wakakaba ile man to man kutokana na aina ya uchezaji. Kwa mimi nadhani ni kocha mwenyewe Coman, kipindi timu ina bahati akaipoteza hiyo bahati kwa sababu mifumo alikuwa anatumia kwenye kuzuia haikuwa thabiti kuweza kuzuia kwa takriban dakika 60 tukiongeza na zile za nyongeza. Lakini yes, unamwona Ronald Koeman akiendelea kusalia kama kocha mkuu wa Netherlands? I don't know. I'm not sure kwamba ataendelea kusalia kwa sababu mpaka sasa hivi bado ameshindwa kuisaidia timu kufika mbali zaidi. But to me game ya leo alfajiri Morocco dhidi ya Netherlands, mimi naamini timu bora ndio imeshinda. Okay. Sawa. Nitakupa takwimu kwa nini nasema kwamba timu bora imeshinda. Kwanza kwenye umiliki wa mpira Morocco alikuwa na 70% dhidi ya 30%. Matarajio ya goli, expected goal ni 1.38 kwa 0.24. Netherlands walikuwa na 0.24 kabisa. Maana yake hao watu possibility ya wao kupata goli ilikuwa ni ndogo. Hata ile goli la mwanzo ambalo limetokea ndio tunasema moment za football. Sawa. Lakini shot on target Morocco walikuwa na 5 au walikuwa na 2. Kumekosekana tu accuracy wakati mwingine.
touch kwenye box la mpinzani, Morocco alikuwa na 20, Netherlands walikuwa na 17. Big chance created, Morocco alitengeneza chance kubwa 5. Wakati huo Netherlands wametengeneza chance kubwa 1 na ndo goli hilo hilo. Ndilo hilo. Sawa? Pass zilizopigwa, Netherlands wamepiga pasi 297 na pasi sahihi ni 79. Wakati huo Morocco wamepiga pasi 801, 91 ndo zimefika. Yani wamefanikiwa kwa 91 huku Netherlands wakiwa wamefanikiwa kwa 79. Kwa hiyo hii inakupa picha ni kwa namna gani Morocco walikuwa wameishika game, na hata kama jana ingekuwa wao wametolewa, nafikiri watu tungesema timu bora imetoka. Then back to mentality. Hivi unafungwa na Netherlands kwenye dakika kama zile, alafu pressure inakuwa iko chini, then mnarudi kwenye mchezo na mnafunga goli ya kusawazisha. Can you imagine? Kwa hiyo Ronald Koeman alizidiwa kwenye maeneo mengi. Ile structure ya Morocco ile, jamani, tuachane nayo. Ile timu haikufika nusu finali msimu uliopita, kwenye makala iliyopita ya AFCON pale Katari kwa bahati mbaya. Unaona namna ambavyo wenzetu wamefanikiwa kutengeneza timu na kutengeneza progress. Hawa sio watu wa milipuko kwamba mmesikia kuna vijana huko wamewaka, mara moja mnawabeba wao, baadaye mnakuja mnaachana nao, mnaangalia wengine. Hawa ni watu ambao wanatengeneza utaratibu. Umeona maji haya? Maji yanatengenezewa mkondo. Nasikia kuna mkondo wa maji hapa. Yana flow yenyewe kama pesa tu. Pesa huwa inategwa. Ukiitafuta mtatafutana, hutoipata. Unanielewa? Huwa inategwa kwa hata hizi talent. Angalia wale vijana ambao walishiriki CHAN, angalia vijana ambao walishiriki AFCON. AFCON iliyopita ilikuwa na vijana wengine ambao hatujawaona kwa wakati huu, na kuna vijana sasa hivi ambao wako kwenye under 17 tutawaona tena kwenye michuano inayokuja ya AFCON pengine na hata World Cup. Kwa hiyo ni muendelezo wa kutengeneza timu ambayo ni imara. Sasa hivi mimi nakwambia duniani hapa hakuna timu ambayo inaweza kusema kwamba mimi naenda kukutana na Morocco afu niende na confidence ya kwenda kushinda. Wote wanatoa kwa sababu hata kwenye World Cup iliyopita huyo alimfunga Portugal, alimfunga Hispania, akaja kutolewa na nani? Ufaransa, ambaye alienda kuwa cheza finali. Kwa can you imagine? Na ukiangalia performance za timu ambazo sasa hivi zinacheza kwenye World Cup, bado unaona Morocco ana chance ya kwenda kubato na mtu, hata kama itatokea atafungwa, lakini utaona kwamba yeye discipline itakuwa kubwa kwa upande mwingine. Kwa hiyo jana Ronald ni safari ya kurudi kwenda kupanda maua, kwa sababu Netherlands ni moja kati ya nchi ambazo zinasifika kwa kulima kilimo cha maua. Maua yanalimwa. But jana sikuona kama kuna point ya kutuprove yeye kwamba anaweza kusonga mbele dhidi ya Morocco bora. Okay, sasa tutazame mechi nyingine ambayo imechezwa jana Evans, Brazil dhidi ya Japan. Dakika 90 zikamalizika kwa Brazil kuondoka na ushindi wa mabao 2-1. Me always huwa na msifu Carlo Ancelotti kwenye swala zima la sub. Kocha wa mizuka. Hapana, I think ni miongoni mwa makocha ambao wana uwezo mzuri wa kusoma mchezo na kufanya mabadiliko ambayo yataenda kuleta athari. Unakataa? Yani unajua kwa nini unamuita kocha wa mzuka? Unajua imefikia hatua ambayo sasa hivi motivation imekuwa kubwa kuliko mbinu. Of course mara nyingi huwa ni mtu wa motivation. Sababu ya nature ya timu alionayo kwa sasa. Lakini hata Madrid alikuwa hapana, yani kwa nature ya timu ya Brazil ya sasa hivi ilivyo. Inabidi wa motivate watu. Unajua kinachonipa wasiwasi mimi kwa Brazil, kila mtu anajiona faza. Yani mimi naweza kufanya chochote Brazil. Mimi ndo mimi Brazil. Kwa hiyo mwisho siku unajua hata yeye kufanya mazingira ya timu kuwa kwenye uchezaji wa kitimu ni ngumu. Mimi jana nimekwambia hapa, inawezekana Japan ikawa ni timu ya kawaida kwenye issue ya ukubwa, ushindani, lakini inaweza kumsurprise Brazil. Naamini jana moments ambazo Brazil walizipata, walizitumia vizuri. Nje na hapo, wangekuwa kwenye wakati mgumu sana. Na ndivyo unavyopaswa kucheza mechi za aina hii. Sasa hii ni tunazungumza ni Japan. Yeah. Akikutana na Morocco ambao wamempa tabu kwenye mechi ya kwanza, unakuja kucheza na taifa kama Spain, unacheza na taifa kama Ufaransa kwa mistakes zile ambazo walikuwa wanafanya dhidi ya Japan. Ni nini kinawakuta? Kwangu mimi kwa Brazil, ndio maana nimekwambia mimi nikiwaona wamevuka hatua ya 16, kwangu mimi sitegemei. Lakini kwa kusema hii ni kwamba wadogosha Japan, kwamba walikutana labda na timu rahisi na ndio maana nimekwambia Japan ni moja kati ya timu ambayo haijawahi kutoa mechi rahisi kwa mtu yoyote.
Yaani hakuna mtu amekutana na Japani akasema nimecheza mechi nyepesi. Ni mechi ngumu kwa sababu ya nature ya timu ambayo wao wako nayo. Okay, nitakuuliza swali. Mfano kwenye mechi ya jana, Brazil walikuwa na kufunga zaidi ya magoli mawili waliofunga. Walikuwa na hiyo nafasi ya kufunga. Kwa nini hawakufunga zaidi? Inawezekana pia na wenyewe ni uwezo wao kuweka tu mpira kambani, washambuliaji pia kuna muda unatokea wanakosa nafasi. Unaona kama kuna namna ambavyo Japani waliweza kuadhibiti pia kwenye eneo la ulinzi, walikuwa bora kwenye eneo la ulinzi. Kipindi cha kwanza, kipindi cha pili Japani wao waliamua kuiuza mechi yao. Kipindi cha kwanza Japani walikuwa bora, kipindi cha pili waliamua kuiuza mechi yao kwa sababu tayari wao wana matokeo. Kinachotakiwa kufanyika ni kudefend, kupunguza athari ambayo itatukuta sisi kwenye nyakati tofauti. Na mara nyingi unajua hizi timu zinafungwa kwenye transition, pia zinashambulia. Ukipoteza mpira kwenye hayo mazingira ni risk, kwa sababu hata goli la Japan walilopata ni kwenye transition hiyo hiyo. Brazil wanaondoka, imepigwa pasi shimoni, imekataa, watu wamepata mpira, wameenda wamewafunga. Angalia goli ambalo limefungwa na alikuwa ni Martinelli. Njia ni ile ile. Unapoteza mpira, watu wanakucounter, wanakufunga. Kwa hiyo kwangu mimi naamini jana Brazil walikuwa na nafasi ya kupata matokeo ya goals nyingi kipindi cha pili kuliko kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili Japani waliuza tu mechi wao binafsi, lakini ni moja ya timu ambayo haiwezi kuwa rahisi kuifunga. Na kitu ambacho wa Japani pia wamejua kwa ni changamoto kwao ni mipira ya hewani. Ndio maana hawataki kuruhusu mtu apate nafasi ya kupata kona nyingi kwenye mechi yao, kupiga cross nyingi kwenye mechi. Na ndio maana ukiangalia jana kulikuwa kuna hayo mazingira ya kupiga sana cross, kwa sababu wanajua wana vimo vifupi, inaweza ikawa ni madhara kwao. Lakini all in all kwangu mimi Japani bado itabaki kuwa ni moja kati ya timu ambazo natamani kuendelea kuziona kwenye mashindano kama haya kwa sababu ya ushindano unaotoa. Ashraf, nadhani jana tuliona effect na matokeo ambayo yalifanywa na mabadiliko aliyofanya Carlo kwenye kipindi cha pili. Yes. Enrique aliingia hapo tukaona kuna kitu kidogo kilibadilika kwenye eneo la ushambuliaji la Brazil. Baadaye pia dakika za 60 na Martinelli akaingia na akawa mfungaji wa bao la mwisho na la ushindi. Kwa asilimia kubwa nakubaliana na wewe. Don Carlo ni mastermind wa sabu. Yaani moja, unajua kuna makocha wa aina mbili au tatu hivi. Kuna kocha akiwa kwenye touchline anapiga kelele, ana mizuka mingi. Alafu kuna Don Carlo. Don Carlo sio mtu wa kelele akiwa kwenye touchline, lakini ni mastermind wa kusoma game na kujua kwamba ni wapi anatakiwa kuboresha. Wakati wanafungwa Japan anaongoza, alikuwa yuko cool kama hajafungwa vile. Yani mara nyingi hata kama akiwa anafungwa, kama mnamfuatilia Don Carlo, yani pressure hana yeye. Still we have a time to play. Angalia goli linarudi, bado yupo cool na anajua kwamba kuna pressure kubwa huko nje ya mashabiki. Wanaamini pengine kwa huu moto ambao Japan wako nao, pengine naweza nikaondoshwa kwenye hatua, kitu ambacho ni aibu kubwa kwake. Akausoma mchezo, akajua nini kinahitajika. Sabu aliyoingiza ndio imeenda kumlipa. Kwa hiyo na kuelewa ukiniambia kwamba ni mastermind kwenye kufanya substitution. Lakini ukweli mchungu kuhusiana na huyu mzee wangu, timu hana. Timu wachezaji anao, ila timu hana. Tatizo ni la nani? Kwa sababu Evans anajaribu kulaumu sana wachezaji wa Brazil. Kama wachezaji anao, nani ana jukumu la kutengeneza timu? Kocha. Sawa. Kocha ana jukumu moja. Unajua sasa hapo kuna vitu viwili. Sawa? Kocha jukumu lake la kwanza ni kuhakikisha kwanza, unajua national team una advantage sana ya kuita watu. Yaani unaangalia nani amekiwasha huko. Unachukua huyu, unawaita hapa. Kinachofuata ni wewe kutengeneza timu iliyokuwa bora kupitia wale wachezaji uliokuwa nao. Na wakati unawaita, ulikuwa unaangalia FIFA, kwa maana wa FIFA profile yao wachezaji na kujua kwamba wewe unataka kwenda kuitengeneza timu yako, wewe anacheza vipi. Nisaidieni. Brazil wao wanachezaji. Identity yao nowadays kwenye michuano, tangia nyinyi mmeanza kuwafuatilia. Kwenye hii michuano hii sasa hivi World Cup hii. Mimi identity nimeona kipindi cha pili tu jana. Lakini historical tunajua kwamba wale ni wazee wa Joga Bonito. Unaelewa? Cheza samba football. Mpira huo unatembea kwenye nyasi. Unaona namna ambavyo wanafanya build up, ndio? Lakini nyinyi hamuoni kwamba sasa hivi path to win inshallah. Hamuoni. Kwamba unahitaji pasi moja kutoka kwa Paqueta au kutoka kwa Bruno Guimaraes, ndio?
iende kwa mawinga, winga apambane aende akafunge goli. Yeah. Lakini kuona kama timu inacheza vipi, flow ikoje. Tulikuwa tunazungumza tangia siku ile, tulikuwa na mjadala mzito pia hata kwenye group kuhusiana na issue ya Igor Thiago. Tukasema huyu mtu mechi ya kwanza tu, huyu mtu na hii Brazil inavyocheza tofauti. Hawezi kufanyaje? Hawezi kucheza. Naomba nikugusie kabla hujaendelea. Kama utakumbuka ndo maana nikawa naimba kwamba hapa ingekuepo ya Joao Pedro walao, kwa sababu Igor ni mzuri kwenye ufungaji, lakini ile timu ile Joga Bonito na Brazil ngumu. Kwa hiyo Don Carlo wachezaji anao mmoja. So yeye ndo ambaye amefeli kutengeneza timu. Ndo mtu wa mwisho, yeye ndo alitakiwa tuambie kwamba timu yake inataka identity ya timu iko vipi na timu yake. Hapo nakubaliana na wewe. Let's say mfano. Hebu jamani, nyinyi mniambie. Hivi Morocco si hatujui kwamba ni moja kati ya timu ambayo ina discipline kubwa ya kuzuia, wanakuwa very compact, lakini pia ni wazuri wakiwa na mpira, wana uwezo wa kuposesi mali, pia inategemea na opponent ambao wanacheza naye. Lakini tumeona Brazil wakicheza na ambao wao tunaamini ni favorite, wana struggle, wakicheza na ambao tunaamini kwamba ni giant mwenzake, bado ni changamoto pia. Kwa hiyo hii chop ambao wanaenda nayo hii, kuna mahali litawakuta jambo. Mjana ongezee kitu. Jana ongezee kitu. Ni kweli. Unajua Ashraf anachokisema ni kweli. Na mimi kama Evans, kama watu wengine wote, mimi nilisema kwamba binafsi akivuka round of 16 itakuwa ni achievement kwao. Kwa nini? Brazil wachezaji wapo. Don Carlo yani kuna kitu ambacho anakikosa, kwamba kuwa na identity, kuwa na aina ya uchezaji ya timu ya taifa ya Brazil ambayo tuliona kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza hawakuweza Brazil walikuwa na struggle cha kwanza kwa sababu Japan walikuwa wana defend deep sana kwenye eneo lao na hawakuwa wanacheza na pure number 9. Unajua Matias Cunha sio namba 9 ile pase. Unabidi uwe na namba 9 ambaye atakuwa anakimbia behind, yani anafanya ile mikimbio. Na Cunha ni mzuri sana akiwa anakimbia nyuma ya mshambuliaji, akiwa anatambua mbele kuna mshambuliaji mwingine. Na Japan walikuwa wanafaidika kwa sababu inapigwa cross, wanazuia Vini akipata mpira wachezaji watatu wanne wanamshield, anashindwa kukimbia. Kipindi cha pili Japan kosa walilofanya ni kwamba wakawa na defend deep zaidi. Wakawa cha kwanza yani walibaki kwenye zoni yao. Kwa hiyo na kuwaruhusu Brazil wasogee zaidi. Wanabaki kwenye zoni yao. Na kingine hawana uwezo wa kukaa na mipira. Kipindi cha pili kitu nilichokiona, cha kwanza walikuwa naweza, cha pili walishindwa mchezaji mmoja kukaa na mpira kwa muda mrefu. Unapotoa mpira eneo la golini kwako uanze kukimbia kwa muda mrefu, alafu hawana nguvu kuweza kumaso kwenye mipira ya kugombania. Kwa Brazil wakawashinda kwenye hayo maeneo. Sababu ambayo ilofanyika ilienda kuwasaidia. Cha kwanza Martinelli alipoingia, manake Hendrick alipoingia Paquet akatoka, ina maana Matias Cunha akaja eneo la kiungo. Sababu ambayo ilikuja kufanikiwa Don Carlo alipomtoa Matias Cunha, alafu Martinelli akaenda kucheza eneo la kiungo, sio eneo ambalo amekuwa anacheza, lakini tunasema ni kamali alicheza na ikamlipa. Kwa nini? Japan tayari wapo eneo lao. Ina maana kwamba tuhitaji viungo wengi wakabaji kwenye eneo la kiungo, tunahitaji washambuliaji zaidi. Martinelli anakuja pale, na maana Bruno Guimaraes anasogea juu, Casemiro hivyo pia anasogea juu. Ndio aina ya bao jinsi ilivyopatikana. Wamepata ushindi, lakini identity ya Brazil haionekani. Sawa, hivi uchezaji wa Madrid na Brazil una mfanano? Hauwezi kufanana. Unajua kwa sababu gani? Madrid wana talent zaidi kushinda Brazil. Okay, sawa. Carlo ni kocha wa aina gani? Anapenda kucheza mpira wa aina gani? Cha kwanza anapenda kuwapa freedom wachezaji. Na kwa bahati mbaya zaidi, unajua ile Joga Bonito uwezo ukaliona kwa wachezaji hawa wa Brazil sasa hivi ambao wengi ni maroboti. Naweza nikatumia kauli kwa sababu wengi wana maelekezo mengi kutoka kuna hizi academy. Ile talent ya mchezaji kama Vini mmoja uwezo ukaiona. Sasa unapowapa freedom ya kwenda sasa go express, nendeni mkaji express wenyewe. Kuna baadhi ya vitu unakuwa unaweza ukavikosa. Sasa tunakubaliana kwamba Carlo ni kocha ambaye haamini sana kwenye kucheza mpira mzuri muda wote. Kuna nyakati naweza nikakubaliana na wewe, kuna hizo nyakati ambazo anataka matokeo tu. Kwa hiyo tusicheze mpira mzuri, lakini kuna hao matokeo lazima uwe na mchezaji mmoja ambaye anaweza kufanya hivyo vitu vizuri kwenda kupata hayo matokeo. Tukimtoa Vini sasa hivi kuna kile kosi cha Brazil kichoanza jana na Neymar ambaye yuko bench,
tutapata wakati mgumu sana kuanza kulipata lile joga bonito kutoka kwa mchezaji mmoja mmoja. Mimi nachokiona ni kwamba kitu kimoja. Hao makocha wote wengi hao, wote hao wana falsafa. Sawa Mfano ukienda kwa Pep Guardiola utaamini anaamini kwenye based possession football, ukienda kwa Jose Mourinho anaamini kupaki basi na zile counter. Lakini Don Carlo yeye falsafa yake kubwa anaamini kwamba mpira unabadilika kutokana na aina ya wachezaji waliokuwa nao. Ndio maana unaweza kumkuta akiwa Aston Villa, Everton timu yake inacheza tofauti na ilivyokuwa Real Madrid. Anachoconsider ni wachezaji ambao yuko nao na anacheza vipi. Usimtarajie zaidi kwenye kupossess mpira zaidi, unanielewa? Ndio maana kuna wakati hapo unaweza kusema kwamba yeye anaamini kwenye kupata matokeo zaidi kwa sababu ni kocha ambaye anabadilika. Leo hii uwezo kukutana na Pep Guardiola So hatuwezi kusema kwamba labda Brazil walichukua mwalimu ambaye hafanani na kile ambacho wamekizoea. Tunakubaliana. Mimi nakubaliana na kwamba falsafa timu yao inavyotaka kutokana na historia. Maybe watuambie kwamba walikuwa na mpango wa kubadilisha kutoka kule walikokuwa kwenye kucheza joga bonito waje na mpira matokeo ambao huyu kocha mpya ambao yuko nao. Lakini tukirudi huko nyuma, miaka ya nyuma, kwanza Brazil unaiangalia unaona showboat. Unaona watu tunaita vidanga shimtani. Unaona watu wanapanda kwenye mpira, unaona yani passes zinapigwa unafungwa na. Sawa. Muda wetu umeisha. Dakika moja Evans. Kitu gani cha msingi ambacho Carlo anapaswa kukibadilisha kuelekea kwenye hatua ya 16 bora kwa sababu ugumu unaongezeka? Kitu ambacho anaweza kukibadilisha sidhani, kwa sababu hii biashara haina tena muda wa kusubiri. Yani ni ngumu kama ulishindwa, na unajua ubaya wa national team ndo huu. Hakujawahi kuwa na muda unaotosha. Yani unaona mashindano yakiisha watu wanarudi kwenye vilabu ambako sehemu kubwa ya maisha yao ndo wako huko. Ukipata nafasi ya kuja national team, kambi ni wiki moja, tumeenda kwenye mashindano, ni mechi za kirafiki. Tukimaliza hapo watu wanaenda kutumia miezi mingine 3 kwenye vilabu. Ukirudi huku wiki 2 tumemaliza. Kwa hiyo kidogo kubadilisha vitu kwa uharaka ni ngumu, lakini inawezekana kwenye mashindano yanayofuata, Copa America, World Cup, vitu vingine anaweza kubadilisha. Kwa aina wachezaji alionao kwa sasa, hapana. Hiyo ulikuwa unasema kwamba national team wako na muda, ni kweli. Niliona interview jana Mourinho alikuwa anaulizwa kwamba ni timu gani pengine unaitabiria ifike mbali. Mourinho alisema mimi sitamani timu yoyote ambayo ina mchezaji wa Madrid ifike mbali. Mimi nataka warudi wapumzike, twende pre-season. Niliona pia. Uliona? Mourinho bwana. Kavion, jana Mende ameangusha kabati. Au kabati limeanguka lenyewe. Kabati ile lilianguka lenyewe tangu kikosi kinaitwa. Yani tunazungumzia Ujerumani hapa. Ile kabati limejiangusha lenyewe. Yani Julian Nagelsmann kosa lolifanya la kwanza ni cha kwanza mawinga ambao walikuwa wanaanzisha kuna hizi mechi hawakuwa na stahili kuwa naanza. Tunasema 2026 bado unaanza na Leroy Sané. Karim Adeyemi anakaa nje, Kevin Schred anakaa nje. Kama kocha lazima tuanze kuquestion mbinu zako, na mbaya zaidi profiling ya wachezaji inakuwa sio nzuri. Julian Wirtz anacheza kama winga wa kushoto, lakini akiwa kiwanjani anamfanya acheze kwenye touchline zaidi. Alafu beki wa kushoto namzungumzia Nathaniel Brown anamfanya ainvert ndani, vice versa. Julian Wirtz alikuwa anapaswa anacheza pembeni, lakini anapaswa anaingia ndani zaidi. Alafu huyu Nathaniel Brown anapaswa anacheza pembeni zaidi. Kwa hiyo profiling ya kikosi imekuwa ni changamoto kiwanjani. Mtu kama Joshua Kimmich ambaye tunafahamu tukizungumza viungo bora kabisa duniani kwa sasa eneo la kati, huwezi ukaacha jina la Joshua Kimmich, lakini yeye anampanga beki wa kulia. Eneo la katikati sawa, wakina Mecha wanampa kile kitu ambacho anakitaka, lakini ukiwa unataka control zaidi ya mchezo, hasa kwenye mechi kama hizi dhidi ya Paraguay, unamtaji mtu kama Joshua Kimmich acheze eneo la kati. Jana Paraguay kuanzia dakika ya kwanza nilikuwa nategemea labda wangeanza kupaki basi, lakini katika kuanzia dakika ya kwanza Paraguay walikuwa wanashambulia. Julian Enciso, Amorim, wote walikuwa wanashambulia top gear kuanzia dakika ya kwanza. Kwa nini? Mapungufu anayoona kabisa kwenye timu ya taifa ya Ujerumani. Unaweza kupishana naye kwa sababu kuna eneo lake la tunasema safu yake ya ushambuliaji, clinicality kutoka maeneo ya pembeni hakuna. Kwa hiyo zuia maeneo ya kati, maeneo ya pembeni hawana ule ufanisi ambao walikuwa nao kipindi cha nyuma. Watu wengi wanaweza kawa wanashangaa kwa nini Paraguay ameshinda. Lakini ukifuatilia safari ya Paraguay kuanzia kwenye mechi za kirafiki, nilikuwa namwambia Evans, kuna siku niliangalia kwenye mechi dhidi ya Ugiriki.
Paraguay sio taifa ambalo watu wengi wanalifahamu sana. Wana population tunasema nchi ambayo ina takriban watu milioni 60. Kwa hiyo sio taifa kubwa sana. Kwa hiyo milioni 60 sio taifa kubwa. No, milioni 600. Kumradhi, milioni 600. Milioni 600? Yeah. Sasa ni watu wengi hao. Sio watu wengi ukikompare na Tanzania ambao tuna takriban sisi tuna milioni 60 ujue. Wewe unasema milioni 600? Milioni 6 kumradhi. I say kuongeza sifuri. Milioni 6 kumradhi. Sabati hapo. Yeye alikata 60 akaenda kwenye 600. Nilianza kupata mashaka na mwalimu wake wa. Anyway, I think Nagelsmann amekuwa pia na misimamo yake tangu muda mrefu ambayo sometimes haimpi matokeo na bado anaendelea ni kama anaendelea kukaza kichwa. Ukumbuka hata akiwa Bayern, huyu ndo kocha mtoto kuliko wote kwenye World Cup. Hata akiwa Bayern kina Thomas Müller waliwahi kumgomea kwa sababu ya mambo kama hao kina Joshua Kimmich. Kwa hiyo Wajerumani ni shida ya Wajerumani. Unajua Mjerumani tunasema kwamba akishikilia msimamo wake, ameshikilia msimamo wake. Na timu jinsi alivyoita hii timu kuelekea kombe la dunia ni zaidi timu ya tunasema ya Jurgen Klopp kuliko timu yake. Yaani jinsi alivyoitengeneza hii timu ingeweza kumfaa Jurgen Klopp kuliko yeye mwenyewe. Aina ya wachezaji ambao yeye wangemfaa ndio hawa wachezaji ambao nawazungumzia. Karim Adeyemi, Kevin Schred hakuwa hapa nafasi. Okay. Sasa tunamaliza hivyo kwenye mechi za World Cup. Leo pia kutakuwa na mechi moja usiku, Ivory Coast dhidi ya Norway. Saa 2 kamili. Kila laheri kwa kuelekea kwenye mchezo huu. I think kwenye Joga tutakuwa na nafasi nzuri ya kuzungumza sana. Usiondoke. Rashford kurejea ndani ya Manchester United chini ya Carrick. Inaweza ikawa nzuri kwake ni nzuri na mwanzo ulisema umesikitishwa na taarifa au wako alikuwa Hans. Nilijua tu wewe na kujua hatuwezi kumaliza. Ya lazima tu. Alikuwa Hans. Alikuwa Hans. Yes, mimi nimekuwa ni watu ambao nilikuwa nafurahishwa na issue ya hawa Barcelona kujifanya wanatumia la nyingi kwenda kumsajili Gordon na kumwacha Rashford kwenye kitita ambacho ongeza kukimudu. Kwa sababu mimi Rashford bado ni mchezaji wa United ambaye bado ana DNA. Mapenzi hayawezi kuisha kwa siku moja hivyo. Yaani alikorofishana na kocha ambaye alikuwepo, kaondoka kocha, klabu bado imebaki. United bado tunamkumbuka na tunahitaji pia kupata huduma yake. So I'm happy kuona anarudi na mimi atakuwa bora zaidi kwa sababu Carrick mpaka sasa hivi anaonekana ameweza kwa asilimia kubwa kuihandle dressing room, kwa sababu kuna wakati sio kwamba United ilikuwa inashinda kwa sababu ya ubora wa mchezaji mmoja mmoja. No, ni kwa sababu ya teamwork, kitu ambacho kilikosekana kipindi ambacho Amorim alikuwepo. Yule alikuwa anaiendesha timu kama dictator. Kwa hiyo imefika hatua, yani ashauriki, anachokiamua yeye ndio hiko kumefika. Kwa hiyo amefika Carrick ambaye anajua DNA ya United. Sikiliza malegend wote wa United wanakuambia Ferguson hakuwa ni master wa yani za kutosha kwamba leo sijui wewe utacheza kwenye double pivot, wewe sijui utacheza kwenye namba 13, sijui wa 4 anatokea wapi. I don't know, mambo ambayo Evans hataki. Lakini sio mimi. Lakini yeye alikuwa anaiacha timu icheze kwa kuzingatia misingi inayohitajika. United imekuwa ina dominate ligi kwenye 4-4-2. Unaelewa? Kwa hiyo huyu alichofanya kurudi na kubonyeza ile button ya United. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.